Wenzangu studio hapo wananiuliza kwa nini kuna hichi kipengele cha endorsement ambayo inaonekana inawazuia watu wengi wakishachukua fomu. Kama vipi badilishwe? Tunahitaji na wewe tusaidie maoni hapa. Endorsement ni tatizo. Kwa nini kipo? Ndio. Nafikiri swali lingekuwa zuri sana kwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, kwa sababu yeye anajua kwa nini hivyo vitu vipo. Angeeleza kwa nini vipo, lakini ni kitu ambacho hakipo kwa bahati mbaya. Ndio. Ni kipo kwa sababu kimepitishwa kwenye kamati ya kamati ya utendaji, alafu na kamati hiyo hapo ikajua hicho kitu kwamba kipo kwenye mkutano mkuu. Unajua kamati ya uchaguzi inaidhinishwa na kamati ya utendaji, na ndio kamati ambayo inavunjwa baada ya uchaguzi kufanyika ili undwe kamati nyingine ambayo itakwenda kusimamia uchaguzi ujao pia. Unajua kamati hii ni ile iliyopita, iliundwa na rais baada ya uchaguzi. Kwa hiyo iko hapo. Sasa kwa nini hicho kipengele kipo? Ni hao kamati ya utendaji na kamati ya uchaguzi. Hii nayo inakuwepo kwenye katiba. Na? Swala hili la endorsement linakuwepo kwenye katiba. Hilo liko kwenye kanuni za uchaguzi. Ni kanuni za uchaguzi. Ndio. Na kanuni za uchaguzi zinabadilika baada ya muda gani? Hata sasa hivi zinaweza zikabadilishwa ama mpaka uchaguzi uishe watu wabadilishe baadaye tena? Hiyo haiwezi kubadilika leo, ni mpaka uchaguzi uishe. Na sio kitu kipya ujue. Ni kitu ambacho kilikuwepo kwenye uchaguzi uliopita. Kwa hiyo watu walipaswa kukilalamikia na kutafuta namna ya kukirekebisha tangu uchaguzi uliopita. Sio leo. Ukitaka leo uchaguzi umetangazwa watu wakutane wabadilishe, sidhani kama inaweza kufanya kazi. Kwa maoni yangu lakini. Sasa watu wanaochukua fomu wanakosa endorsement kwa sababu walioko madarakani ni kama wameshazoa endorsement zote. Hii uhalali wa watu kuchukua fomu sasa iko wapi hapa? Kwanza mimi sijui kama wameshazoa hizo endorsement, kwa sababu muda wenyewe nauona uliofanyika hivyo ni uliotangazwa uchaguzi ni mfupi. Sasa hivi tu washazoa, yani wamezoaje? Si kwenye mkutano mkuu ule uliopita wale wote waliendorse kwenye na Yanga na Simba wakiwepo, manake ile si ndio endorsement kwamba tuna muendorse rais aendelee. Yanga na Simba ndio walifanya hivyo. Akiwepo Engineer Elsi na Mangungu wakapitisha, na wanachama wote nilikuwepo mimi, wakasema wamemuendorse na ikiwezekana aendelee. Kosa la nani sasa? Mimi nauliza sasa hao wanaochukua fomu sasa. Ndio tunajiuliza kwamba yes, wanaochukua fomu wanataka kutekeleza matakwa yao ya kikatiba. Ndio. Wana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, si ndio? Ndio. Sasa kumbe kulikuwa na vilabu, yani na wanachama wengine wote wa TFF walisema bwana, sisi tunaridhika na huyu mtu. Ndio. Tuangalie maeneo mengine tu. Lakini hapa tumemaliza. Leo tunarudi tunataka endorsement, na inawezekana tuna watu wetu pia tunawataka leo. Ndio nauliza kosa la nani? Wakati ule Juma, kama unakumbuka, mimi nilisema kwamba watu watumie haki zao za kikatiba. By doing that unazuia watu wengine wasi exercise haki ya kikatiba. Lakini kama walifanya na sisi ndio tuliwaambia wafanye, maana ni makosa yetu. Kwa sababu sijui kama endorsement ina muda, na kama haina muda kuanzia wakati kutangazwa uchaguzi iko tu free, maana ni kwamba sisi tuliwaendorse. Lakini tuanze kujiuliza kama jamii tulifanya makosa. Maana yake sisi sio wao. Tulifanya makosa. Na kuelewa. Kwa sababu kama nakuelewa wewe ulikuwepo Moshi na ulikuwepo kwenye mkutano, hawakusema wanajiendorse wala hawakuomba kuwa endorse. Ndio. Ni nyinyi wanachama ndio mlisema tunawaendorse, tunaridhika na kila kitu chao. Sina nadhani hatutaki tena watu wengine. Nani atakuja kuleta nini? Na wakataka uchaguzi hata ikiwezekana usifanyike, yani karia endelee kidogo, ile ndio ikafafanuliwa pana. Kama mkutano unaofuata utakuwa ni mkutano wa uchaguzi, inabidi ufanyike. Basi mimi nadhani tuna makosa mengi sisi tunafanya kama jamii ya Kitanzania. Sio tu kwenye football, kwenye mambo mengine pia watu tunafanya, kwa sababu tunakuwa tumepata na mhemko. Haya yalikuwa labda ni maamuzi ya mhemko. Leo tunaona kwamba tunahitaji mtu mwingine akakontest. Hatuwezi kula keki ikaisha
alafu kabidi unataka ubaki nayo mkononi. Lakini we mtazamo wako, kwa uzoefu wako, hichi kipengele kina haja ya baadaye kufanyiwa marekebisho, ama kila mtu aanze, kama mtu anataka nafasi TFF msimu ujao aanze kufikiria kutafuta endorsement sasa hivi? No, mimi nafikiri kama kinahitaji kufanyiwa marekebisho, ni marekebisho ambayo yatatokana na sisi kuona udhaifu au maumivu tunayopata kutokana na hicho kipengele. Jambo ambalo kama mimi ningekuwa na thamani iwe, basi ingekuwa baada ya uchaguzi kutangazwa. Kwamba watu wote sasa waingie mtaani kwenda kutafuta endorsement. Ndio. Yaani wanapotangaza tu uchaguzi pale, watu sasa wakakimbilia endorsement. No, watu kuwa na kipindi. Watu form wakati uchaguzi, yani kwamba usirudishe huna endorsement. Lakini endorsement zimeanza wakati gani? Wakati baada ya uchaguzi kutangazwa. Huo uchaguzi utakofuata. Lakini huu kwa sababu tumeshatindinganya wenyewe, wache mambo yaende, tusitaki kujiingiza kwenye conflict. Kwa sababu ni jambo la kikanuni, lipo, tulipitisha, watu wamefanya. Ukitaka kuleta nongwa tena unaonekana wewe una matatizo. Okay. Na Jemedari, mimi nilipokuwa nawaza sasa, sijui nawaza sawa sawa, utaniweka sawa kwamba kwa sababu endorsement sasa zipo na inabidi tuende nazo mpaka kwenye uchaguzi. Kama Karia alishapata endorsement, hawa wengine wanaochukua sasa hivi form, manake kutoboa ni ngumu, kwa sababu hawatakuwa na endorsement, na at least mgombea mmoja atakiwa awe na endorsement si chini ya 5. Sasa kama endorsement wa sisi wote tulikubaliana tumpe Karia, na leo unataka watu wengine wachukue, na hizo endorsement watu washapeleka kwa Karia, what's the use sasa wao watu wengine kuchukua? Kama sisi wote tulikubaliana kwamba bana tumpe Karia, na sisi tumemwendorse Karia na mkutano mkuu umepitisha. Mkutano mkuu ndio kikao kikubwa cha mwisho kwenye maamuzi ya shughuli za TFF. Kikao cha mwisho. Baada ya hiko hakuna kikao kingine chochote. Sio tu TFF, vilabu, sawa. Na kikao cha pili kwa ukubwa ni kamati ya utendaji. Kama mkutano mkuu umesema ili kubadilisha ni mkutano mkuu mwingine, ndio inabidi uje useme kwamba hapana tumebadilisha, lakini yatatokana na mapendekezo ya kamati ya utendaji ambayo yanakutana, yanaamua, alafu yanapeleka kwenye mkutano mkuu kwa uthibitisho.